3 dhidi ya Stendi ziliwatengenezea mazingira ya imani ya kwamba mnarudi ligi kuu msimu ujao. Na moja kati ya kitu kikubwa na kizuri ambacho jana nilikiona pale ni kumuona Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia. Niona alizunguka, hivi azunguka uwanja mzima. Niliona ile video yake alikuwa akipita, chukua picha pale. Chukua picha, watu wampiga selfie na mheshimiwa pale. Nikaona kweli leo Mbeya imeungana kabisa. Full house. Ilikuwa full house ile. Na niwaambie kitu, nimeona watu wasema ni bure. Jamani, tiketi za bure zilikuwa ni 1000 tu. Ule uwanja mkibana bana pale watu 2500 wanafika. Kwa watu 1000 ya bure waliobaki wote walilipa viingilio. Yes, sasa tukirudi sasa kwenye hamasa ambayo mliona pale uwanjani, kipindi timu ina misimu miwili ya nyuma kabla haijashuka, viongozi waliokuepo ni kama walikuwa wameitenga na wananchi. Tuliona hamasa ilikuwa ndogo sana. Hata mchezo wa kawaida watu walikuwa waendi viwanjani, tofauti na huko mwanzo. Messi ilikuwa na rekodi kujaza uwanja, hata ugenini watu kwa safari na timu. Lakini katikati hapo ni kama timu ilikuwa ni halmashauri ya jiji peke yao na wananchi waendelea na mambo yao. Hii ilikuwa ni shida. Ikafika wakati ya ile mechi ya playoff ilibidi mkuu wa mkoa afanye mechi iwe bure na tukaona wale watu ambao walijaa uwanjani. Lakini kabla hapo hiyo hali haikuwepo. Baada ya timu kushuka, kipindi msimu unaanza uliopita, hali haikuwa nzuri vile vile pia. Watu pia walikuwa waende uwanjani. Nakumbuka mimi nilienda Mbeya 2020 mwezi Disemba. Kuna mechi niliangalia dhidi ya Fountain Gate. Kiingine kwa shilingi 1000 tu, lakini watu uwanjani hawakuepo kabisa. Baada ya pale kuna mabadiliko ambayo yalifanyika, ikiwemo kuja kwa CEO mpya kutoka Kimbe mpaka kwa Haji Abdalla Nuruma na watu wengine pia kwenye eneo la management, lakini pia zikaanzisha kampeni za kupita mtaani kwa ajili ya kuhamasisha watu kwenda uwanjani, kununua tiketi hizi. Meya, mkuu wa mkoa, mheshimiwa mbunge Tulia. Kwa baada ya muda ikasa ni utaratibu, timu ikawa imeshahudi kwa wananchi na ona feel kama ni timu yao. Na hivi sasa unaona karibu kila mechi ya Mbeya City akiwa nyumbani. Inawezekana sio full house, lakini unaona watu hapo wa kutosha na timu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni moja ya factor ambayo huko nyuma iliweza kutuangusha, lakini hivi sasa mambo yanaenda vizuri. Na kitu cha pili ambacho nimekiona pia kwenye eneo la Mbeya City kwenye vile msimu huu ni usajili ambao ulifanyika. Msimu uliopita alikuwepo mwalimu Salum Mayanga, paka msimu huu hakuja kuondoka mechi iliyopita, mechi mbili za mwisho na mchezo. Yes, lakini ndagia msimu unaanza na msimu uliopita pia alikuwepo. Ni moja ya kitu kikubwa sana kwa sababu Salum Mayanga tunamjua tengepo kwenye ligi kuu, uwezo wa kuishi na wachezaji ambao wanacheza madaraja ya chini wa Tanzania wengi anawajua. Lakini pia kwenye eneo la usajili pia Mbeya City moja ya maeneo walifanikiwa ni maeneo haya. Kwenye kile course Peter Molianzi yuko pale. Mbeya amecheza ligi kuu kwa muda mrefu sana na kwa mafanikio makubwa. Pia Mbeya City Peter sasa amerudi. Lakini pia kufanikiwa kuwa na baadhi ya wachezaji ambao ile team wana feel kama ni ya kwao. Mtu kama Rudi Ambukia amekuja pale, kaenda Mazembe, karudi na bado yuko pale. Sasa pia na kitambaa cha una hose. Kwa hiyo moja ya fact imefanya ile timu sasa iweze kuperform kwa kiasi kikubwa. Kwa haya ni maeneo ambayo ukiangalia imefanya Mbeya City hiwe hapo ilipo. Ukitazama msimamo tofauti ni alama 5 kati ya Mtibwa wanaoongoza na Mbeya City ambao na pointi 55 kwa alama 60. Kwa alama 60 chini yupo Stendi ambaye ana alama 52 na mechi ya jana ni mechi ambayo Mbeya City wakiwa nyumbani waweza kutumia advantage vizuri. Kwa ukitazama msimamo unaona Mbeya City yupo kwenye sehemu ya kwenda lakini bado hawezi kumpuuza Stendi ambaye yupo chini. Imebaki michezo 5. Nilikuwa naangalia ratiba ya Mbeya City. Kwenye michezo 5 iliyobaki Mbeya City ana mechi 3 ugenini. Ana mechi 2 za nyumbani ambazo atamaliza. Ana mechi na Biashara ugenini Mara kule. Hiyo tutachukua. Ana mechi na Polisi itakuwa Ushirika. Hiyo imeisha. Kilimanjaro Moshi. Ana mechi na Geita ambao nao kule nimeona niliona kwa Mohamed Muya kule namna ambavyo Almashauri pia walikusanyana kwenye kuhakikisha kwamba timu inakuwa na muendelezo mzuri. Alafu michezo ya nyumbani Mbeya City Geita na inatafuta playoff. Na kwa mahesabu hata yeye kupanda moja kwa moja pia anaweza. Bado inawezekana kimahesabu. Anamaliza nyumbani na Cosmopolitan pamoja na Green Warriors. Hii ratiba hizi mechi za ugenini kimehesabu Mbeya City ili aweze kufuzwa anahitaji alama 13 ili awejekishia nafasi ya kupanda kutoka kwenye point 15 zilizobaki. Hizo 10 ambazo zimebaki. Lakini itategemea na mwendo wa Stendi unaendaje pamoja na yes Nugget Gold ambayo ipo chini pale alama 51. Ukiangalia ratiba ina michezo mgumu mmoja kwangu mimi ambao naona huo mchezo wa Geita ndio mgumu sana kuliko michezo ambayo imesalia. Kwa sababu Mbeya City mpaka muda huu kitu pekee ambacho wanazidiwa na Mtibwa ni michezo ile ambao walikutana wao. Mechi moja Mbeya City ilipoteza pale
na Manungu goli 1-0, lakini mechi ya pili ilimalizika kwa sare, mechi ambayo pia Mbeya City inawezekana angeza kuondoka na alama, ila walikosa mkojo wa penalty. Lakini kama haitoshi pia Mbeya City ni timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye ligi sana, Mtibwa Sugar magoli 50. Kwa hiyo inakuonesha kwenye eneo la performance wako vizuri kwa kiasi kikubwa. Kuelekea michezo hii, hamasa ambayo umeiona pale Sokoine uwanja wa nyumbani pia ni hamasa ambayo imekuwa ikifanyika ni michezo ya ugenini. Kuna michezo mitatu hapo ya ugenini ambayo imezeta safari. Mashabiki wamekuwa wakisafiri kwa support kubwa ya hao binafsi pia kujiweza, lakini pia support kutoka kwa mkoa, lakini pia na mheshimiwa mbunge Tulia Ackson. Nakumbuka kuna muda walikuwa wameenda Arusha kucheza na TMA, baada hapo kulikuwa na mechi ya Mbuni. Baada ya ile mechi ya TMA yale mahitaji ambayo wao kwa tayari washajikamilisha, ifika kati kama ifika kikomo, basi inabidi warejee nyumbani ile mechi ya Mbuni ikosa, lakini mheshimiwa mbunge Tulia Ackson kama kwa support na mechi ya Mbuni wakiangalia na wakabaki kwa support timu na timu ikapata alama 3. Kwa hiyo nikiangalia mazingira ambayo umetengenezwa usafiri na mashabiki, mechi hata za ugenini na kiwango ambacho timu iko nacho hivi sasa na umoja ambao kuanzia kwa viongozi mpaka nje ya uwanja hupo, mimi na imani timu inarejea ligi kuu. Na niambie kitu kingine cha mwisho, Mbeya City hata mara ya kwanza inapanda ligi kuu pia icheza mara 2 ligi daraja ya kwanza 11 12 12 macheka. Kwa hiyo ni msimu wa mwisho kucheza, kwa hiyo ni msimu wa mwisho kucheza ligi daraja ya kwanza, timu inarejea ligi kuu. Na uzuri wote hapa na namba yangu WhatsApp, mkiangalia profile ina nembo ya Mbeya City. Ile nembo niliweka kipindi nacheza mechi ya playoff dhidi ya Mashujaa mwaka 2023. Na hadi ile nembo kuja kuitoa timu kirejea ligi kuu. Kwa mwaka huu nitaitoa kwa sababu timu itarejea ligi kuu. Yes, Weni Nsajigwa Senior anasema na ile ya Mashujaa ilikuwa kiboko ile. Ile ilikuwa na ile ya Mashujaa alikuwa Mingange yule. Alikuwa Mingange. Mingange alienda kuwapambania Mashujaa.